Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea hapa katika kijiji cha Ziwani, kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambapo leo hii Aprili 24, 2026 jumuiya ya umoja wa wazazi na kuhamasisha wananchi kukata bima za afya kwa wote, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono mpango wa serikali unaoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye anahitaji wananchi wote kuingia katika mpango huu wa bima kwa wote. Viongozi mbalimbali wa jumuiya hiyo pamoja na mtaalamu kutoka bima ya afya wamepata nafasi ya kuzungumza na wananchi waliojitokeza katika eneo hili. Jina naitwa Hawa Ndale, ni mjumbe wa UWT. Tumekuja kwenye kata ya Ziwani kuonana na wana UWT wa kata, viongozi wa kata, wenye viti na makatibu kwa ajili ya kuhamasisha mfuko wa bima ya afya kwa jamii ambao umetolewa na Mama Samia Suluhu kwa ajili ya kuweka karibu ili wananchi wa kawaida waweze kujisajili na kupata huduma zile zinazostahili kwa ngazi zote, katika ngazi ya zahanati, hospitali, vituo vya afya, lakini pia hospitali kubwa na hospitali za rufaa pale tu wanapopata rufaa. Na hilo tumekuja pia na mtaalamu ambaye ametoa au amefafanua kwa undani zaidi taratibu zote na namna ya kutumia zile bima, kwamba mhusika atakata bima kwa shilingi 1,500,000, lakini atakuwa na wategemezi 5 na yeye mwenyewe atakuwa wa 6. Na akafafanua zaidi kwamba kwa watoto wanaolelewa au wajukuu wa mwanakaya, wale hawawezi kuingia kwenye bima bila kuasiliwa. Kwa hiyo mwanakaya ataenda mahakamani, atafuata taratibu za kisheria zinazotakiwa, ndipo atahusika na yeye kwenye ile bima ya jamii. Kwa hiyo wamepokea vizuri na wamefurahi, kwa sababu bima zingine zilikuwa zinaishia tu zahanati na wakienda huwa walikuwa hawatibiwi ipasavyo, lakini sasa hivi kwa bima hii wameahidi kwamba watashiriki na watahamasishana mmoja baada ya mwanakaya mwingine, ili angalau wawe wengi wapate kukata hizo bima za jamii ili waweze kutibiwa kikamilifu. Hususan na sasa hivi hali ya maisha au hali ya magonjwa yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo nafikiri bima hii itasaidia sana. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutoa hii bima ya afya, na bima ya afya ya jamii ambayo italeta mafanikio makubwa sana kwa wananchi wetu wa hali za chini. Kwenye kitu chochote kile cha uzalishaji mali, kama hauna afya njema, kwa sababu mtaji wa binadamu ni afya. Kwa hiyo ili swala la bima limepewa kipaumbele, kwa sababu hii bima tunaanzia, yani ukishakuwa na hiyo bima ya afya katika ngazi ya familia ambayo inazungumziwa kwa wote, unakuwa na uwezo wa kutibiwa kuanzia hapo unapopajua wewe kwa inatumika bima hadi kwenye ngazi nyingine kulingana na kifurushi ulicholipia. Tunaelewana eh? Kwa hiyo ndugu zanguni, wanawake wenzangu, hii bima ya afya twendeni tuipe kipaumbele na tuione ina umuhimu mkubwa kwetu sisi. Sawa? Na muda mwingine unaweza ukajikuta unaweza ukajikuta umeumwa kichwa, unaenda kwa mganga, ila tu kwa kuwa tunajua kwa tiba za asili nazo zina gharama nafuu. Uongo? Wanawake wenzangu, 1,500,000 kwa kila mtu 25,000 ni ndogo sana. Sawa eh? Ila ukisema tu 100,000 na 50,000 unaona kama nyingi, lakini anza kuumwa. Wenyewe tunajua hapa. Uongo? Yaani ukianza kuumwa tu ndo utaona 1,500,000 hiyo nyingi au kidogo. Afya ni muhimu, na kwa mazingira ya matibabu bila bima gharama inakuwa ni kubwa. Ndio maana serikali ikaamua kuja kutekeleza sera ya bima ya afya kwa wote. Na tunaposema bima ya afya kwa wote, manake kila Mtanzania, serikali inataka kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya, hata mtoto ambaye anazaliwa leo. Tumeelewana jamani? Ndio maana ya bima ya afya kwa wote, kila mmoja awe na bima ya afya. Sera hii imeanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Januari, na
ile bima, tunakumbuka mwanzoni tulikuwa na mfuko wa bima ya afya ambao inaitwa CHF, si ndio eh? Sasa hii sera imekuja kuondoa ile bima ya afya ya ICHF, na ile pale ilikuwa unajiunga kwa shilingi ngapi? 30,000, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi ile imetoka, wameamua kuboresha, na maboresho hayo ni wamejaribu kuangalia yale mapungufu ambayo yalikuwa kwenye ile bima ya mwanzoni, kwamba wakati mwingine ulikuwa unatibiwa tu labda kwenye ngazi ya zahanati, lakini pia wakati mwingine unaweza kufika pia zahanati ukaambiwa kwamba huduma hii kwa bima yako inabidi uongezee kitu fulani, uchangie, hichi kiko kwenye bima, hichi hakipo kwenye bima. Lakini pia ilikuwa ukipewa rufaa labda kutoka kwenye ngazi ya zahanati kwenda kwenye kituo cha afya, unashindwa kupata huduma, unaambiwa kwamba kwa hapa bima yako haitumiki. Kwa yale mapungufu ambayo yalikuwa kwenye ile bima ya mfuko wa afya ya jamii au CHF, serikali imeamua kuboresha. Kwa vile vyote ambavyo vilikuwa ni vikwazo, zilikuwa ni changamoto ambazo zinakufanya wewe upate huduma za afya kwa urahisi, vile sasa hivi kwenye hii bima ya afya kwa wote wameviboresha. Na baadhi ya wananchi waliojitokeza katika eneo hili juu ya umuhimu wa bima ya afya kwa wote. Mimi naitwa Rukia Mohamed Makombo, ni mkazi wa kata ya Ziwani. Sawa. Kwanza tumshukuru tu mama kwa mpango wake huu wa kutuletea bima ya afya nafuu kwa familia. Hii bima kwa mimi binafsi na hata kwa wananchi wenzangu imetuwea ni bima nzuri kutokana na uwezo wake, yani upana wake wa huduma. Mwanzoni tulikuwa tunaweza kulipia tu bima za afya ambazo zilikuwa zinatumika kwenye zahanati au zikaishia na kituo cha afya. Lakini kutokana na bima hii na bei yake kuwa nafuu, alafu ikawa inakutibu mpaka hospitali kuu kwa magonjwa yote, mpaka operation unaweza kupata. Kwa binafsi naona ametutendea jambo lenye mafanikio makubwa kwetu. Kwa hiyo hii bado ina nafuu sana, hasa kwa sisi watu wa vijijini ambao tukienda kule kwenye hospitali kubwa gharama zinakuwa juu sana, yani zinatuwea juu kulingana na vipato vyetu vilivyo. Ila kwa kujichanga ukapata 150,000 kwa mwaka linawezekana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hatua hii ya mama kutusaidia sisi watu wa vijijini. Majina anaitwa Michael Sima, ni mkazi wa kijiji cha Majengo, kata ya Ziwani. Hii bima kwa wote ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuiahidi wakati anaomba ridhaa kwa wananchi masuala ya afya, na tunaweza kuona kwamba ni kwa namna gani Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutekeleza vizuri, kwa maana sasa hivi tunaona bima ya afya inaenda kuanza. Hii ni nzuri kwetu sisi wananchi wenye kipato cha chini, kwa sababu imeweza kuturahisishia sana kuweza kupata matibabu, kwa sababu tunaona sasa hivi shilingi 1,500 kwamba utakuwa unaweza kupata matibabu, kwa maana kutoka ngazi ya zahanati hadi labda kituo cha afya. Kwa hiyo mimi niseme kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kutuona kwa namna moja ama nyingine katika swala hili la bima kwa wote. Na mimi niwahamasishe ndugu zangu na vijana wenzangu na wananchi wenzangu wa sasa wa kata ya Ziwani kwa namna gani kuweza kukata bima hii ya afya kwa wote, kwa sababu ni bima ambayo itakuja kuturahisishia sisi wananchi wa kipato cha chini kuweza kupata huduma za kiafya katika maeneo mbalimbali, kama ambavyo tumeweza kupata elimu kwa maana zahanati, kituo cha afya na hospitali zetu mbalimbali. Kwa hiyo mimi niombe wananchi tuweze kushiriki kwa namna moja ama nyingine, au tuweze kuhamasishana kuweza kupata bima hizi kwa wote. Lakini pia niombe au ninakuwa na maoni, kwa maana kama ambavyo mmeweza kuzungumza, kwa maana sisi tutakuwa kipaumbele watu ambao wanatumia bima. Kwa hiyo niwaombe tunapoenda katika vituo vya afya, basi sisi ambao tunaweza kutumia au ambao tutakuwa tayari tuna bima za afya kwa wote tuweze kupatiwa huduma kwa haraka. Kutoka hapa katika kijiji cha Ziwani, kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.